Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa kanuni za uundwaji wa baraza la wafanyakazi mahala pa kazi, mkutano wa baraza hutakiwa kufanyika mara 2 kila mwaka, yaani wakati wa upitishaji wa bajeti ya wizara kabla haijawasilishwa bungeni, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujadiliwa kabla haijawasilishwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa na wabunge, na wakati wa kutathmini mapato na matumizi yake ili kuweza kupanga mikakati ya utekelezaji fanisi kwa maendeleo ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Baraza hili ni muhimu kwa kuwa linawezesha wajumbe kujadili mambo mbalimbali yanayohusu wizara pamoja na taasisi zilizopo chini ya wizara yetu. Hivyo uwepo wake ni utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za miongozo mbalimbali ya ushirikishwaji katika utumishi wa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyoelezwa hapo awali, walioko mbele yako ni wajumbe wa halali wa mkutano huu waliochaguliwa na kwa kufuata taratibu zilizopo. Wajumbe hawa wametokana na makubaliano ya pamoja kati ya wadau watatu ambao ni management ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Chama cha Walimu Tanzania na Chama cha Wafanyakazi wa Serikali Kuu na Afya TUGHE. Aidha, wajumbe wa baraza hili la wafanyakazi wanalo jukumu la kuhakikisha kuwa dira, dhima na majukumu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia yanatekelezwa na kufanyika kwa ufanisi ili kufikia malengo ya wizara pamoja na taasisi zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirikishwaji uliopo baina ya vyama pamoja na wizara umepelekea management ya wizara kufanya mikutano ya baraza kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Ufanyikaji wa baraza hili umetoa fursa kwa watumishi pamoja na wadau wengine kujadili na kutoa ushauri kuhusu masuala ya kiutawala, kiutumishi na kupongezana kwa mambo mazuri yanayoendelea kufanyika. Na hili nikuhakikishie mgeni rasmi, tangu asubuhi tulipoanza wamefanya hilo jukumu lao vizuri sana. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajumbe wa mkutano huu wameshapata na watapata tena fursa kupitia kumbukumbu za mkutano wa 34 pamoja na kujadili utekelezaji wa maazimio ya mkutano huo. Vile vile wajumbe watajengewa uwezo kwenye mada mbalimbali kama ifuatavyo: 1. Kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 24-25 na mwelekeo wa bajeti ya mwaka 25-26. 2. Kupokea taarifa ya masuala ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Kupokea na kujadili mada juu ya maandalizi ya kustaafu kwa mtumishi wa umma. Lakini kupokea na kujadili wasilisho kutoka NMB Bank, ambapo hilo litafanyika kesho. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya mkutano huu ni elimu ujuzi kwa maendeleo ya taifa letu tunatekeleza. Kauli mbiu hii inabainisha na kusisitiza yaliyoelezwa katika sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo 2023 inayotilia mkazo swala la utoaji wa elimu itakayowapatia vijana wa Kitanzania kuwa na ujuzi utakaowezesha kujiajiri au kuajirika na kuleta ushindani kwenye soko la ajira ndani na nje ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kukupongeza wewe binafsi kwa kuwa sehemu kubwa ya kuwezesha utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya kuboresha elimu nchini, ikiwa yenye lengo la kuinua ubora wa elimu na mafunzo ya kuweka mifumo na taratibu zitakazowezesha kupata idadi kubwa ya Tanzania wanaoelimika na wanaopenda kujielimisha zaidi ili waweze kuchangia katika kufikia malengo ya taifa kwa ujumla. Kwa hili tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa uongozi wako. Uamuzi wako wa kushiriki pia pamoja nasi katika baraza hili unatupa hamasa zaidi ya kusimamia utekelezaji wa utoaji wa elimu bora kupitia sera, miongozo, kanuni na taratibu mbalimbali za utekelezaji wa mipango, mikakati, miradi na programu za elimu na masuala mbalimbali ya sayansi, teknolojia na ubunifu hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninawasihi wajumbe wenzangu katika baraza hili kutoka vyama vya wafanyakazi, idara na vitengo vya wizara kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa waziri wetu pamoja na naibu wake kwa juhudi kubwa wanazoonesha katika kuhakikisha sekta ya elimu inasonga mbele kwa ufanisi mkubwa. Hivyo jukumu letu katika mkutano huu ni kujenga hoja, kujadili na kuchangia kwa kushiriki kikamilifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika baraza hili kuna wawasilishaji ambao wako tayari kutuwasilishia mada zilizoandaliwa kulingana na mahitaji ya baraza. Aidha, niwapongeze waandishi wa habari mliopo hapa kwa kuitangaza vyema wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia
pamoja na mambo mazuri yanayoendelea kufanyika. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.